Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akumpatia kijakazi kumsaidia bintiye Fatima hadi alikuwa na haki katika mali hiyo? Kwa sababu wakati huo mahitaji ya Waislamu yalikuwa mengi kuliko yake au ndugu yake. Hazrati Abu Janada radhiallahu anhu alikuwa nani? Ni sahaba mmoja aliyesilimu Maka wakati Waislamu wakiwa Madina. Aliteswa sana na makafiri. Alipopata fursa alitoroka na alifika mahali paitwapo Hudaibia. Wakati wa mkataba wa Hudaibia ulikuwa unaandikwa. Kwa sababu gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza kwamba Hazrati Abu Janada radhiallahu anhu arudishwe Maka japo makafiri walikuwa wanamtesa sana? Kwa sababu kulikuwa kuna sharti moja la mkataba wa Hudaibia kwamba mtu yeyote atakayetoroka Maka na kusilimu basi atarudishwa kwao. Pinalimugisha batale na bado nalihisi mlimhola nalimhola na nilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaykum warahmatullahi wataala wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mwenyezi Mungu akatujalia kufika katika kambi ya Abdalla na mwanafunzi wenzangu naomba ajitambulishe. Kwa majina naitwa Sinazibeni tokea Taira Mwandu Kisesa. Mwanae Mtume sallallahu alaihi wasallam Hazrati Ibrahim radhiallahu anhu alipofariki siku ile jua lilipatwa, masahaba walifarikiwa kwamba jua lilipatwa kwa sababu ya kufariki kwa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisemaje juu ya hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kupatwa kwa jua na mwezi ni kanuni fulani ya kimaumbile ya Mwenyezi Mungu. Haina uhusiano au mauti na uhai wa mtu yeyote yule. Katika Uislamu ni nani hupaswa kutoa zaka? Tajiri aliyefikia kiwango au aliyepita kiwango maalum anapaswa kutoa zaka. Ni kipi kiwango cha zaka? Moja, kwa mfugaji akiwa na mbuzi au kondoo 40 anapaswa kutoa mbuzi au kondoo mmoja, na akiwa 80 anapaswa kutoa wawili. 2, akiwa anamiliki ng'ombe 30 juu ya kila ng'ombe 30 atatoa ng'ombe mmoja. 3, akiwa na ngamia 5 atatoa mbuzi mmoja. 4, ikiwa gramu 483.88 ya fedha yaani silver au mali iliyofanana na kiwango kile na ikiendelea mwaka na isipungue, basi sehemu ya 40 itatolewa. Kwa mfano, akiwa na milioni 10 atatoa 250,000 mara moja katika mwaka. Kwa sababu gani kila Muislamu tajiri anaingizwa na Mungu kwamba atoe zaka kila mwaka? Ili mali hiyo wapewe maskini ambao hujituma kwa matajiri na wasiojiweza kama vipofu na kadhalika. Nani anawajibika kukusanya zaka na kuwapa maskini? Khalifa au serikali. Hisani ya 12 iliyoandikwa katika kitabu cha Hisani ni hisani gani? Hisani ya 12 alipiga marufuku kabisa pombe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitolea kwa ajili ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitolea kwa ridhaa ya Allah na kwa ajili ya manufaa ya watu, sio kwa ajili ya manufaa yake. Kamilisha sentensi ifuatayo. Kazi njema ni zile zenye kudumu, basi mwanzapo wema jaribuni kudumu nao daima. Nini maana ya kurbani? Kurbani ni kujitolea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya kurbani ya muda gani? Alifanya kurbani ya ukweli wa kudumu na maendeleo ya kudumu. Nini maana ya kurbani ya matamanio? Kuyafuta matamanio kwa ajili ya Allah mtukufu. Nini maana ya kurbani ya jaziba? Kuziondoa na kuachana na jaziba kwa ajili ya Allah mtukufu. Kurbani ya ndugu na jamaa ni nini? Kuachana nao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kurbani ya heshima ni nini? Kuvumilia fedheha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kuachana na fursa ya kuheshimika. Aina ngapi za kurbani au aina ngapi za kujitolea zimeandikwa katika kitabu cha Hisani? Zisizopungua 13. Toa mfano wa kurbani ya matamanio iliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimuoa mwanamke mwenye umri wa miaka 40 wakati akiwa kijana. Utuambie sababu angalau moja kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa mke mwenye umri mkubwa wakati yeye alikuwa kijana. Ili yule mwanamke asipoteze muda wake
na yeye apate muda zaidi wa kuwahudumia viumbe wa Mungu. Nani aliyekuwa akimfikishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari za njama za makafiri wakifanya huko Maka? Hadharati Ali radhiallahu anhu. Hadharati Abbas alipokuwa anamfikishia Mtume habari za njama za makafiri, je, wakati ule alikuwa Muislamu? Hapana, bali baadaye alisilimu. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kamba za mateka wote zilegezwe? Kwa sababu miongoni mwa wafungwa mmoja wapo alikuwa Hadharati Abbas. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walilegeza kamba ya Hadharati Abbas aliyekuwa akigugumia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka upendeleo utoweke, bali alitaka uadilifu wa hali ya juu na kamba za mateka wote zilegezwe. Wakuu wa Maka walipomtishia Hadharati Abu Talib na kumwambia amzuie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Hadharati Abu Talib alipomuuliza kwamba je, haiwezekani hivi kwamba uache kutoa mawaidha dhidi ya masanamu ili tusalimike na upinzani wao, alipoulizwa Mtume alijibu nini? Alisema, niko tayari kubeba kila shida kwa ajili yako, lakini hii haiwezekani kwamba niache kutoa mawaidha ya umoja wa Mungu na kukataza ushirikina. Hivi ufarakana nami niache peke yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokataa kukubali sharti za wakuu wa Maka, je, Abu Talib alimwacha peke yake? Hapana, bali alimwambia, wewe mwana wa ndugu yangu, chochote ukisemacho ni cha kweli, basi nenda ufanye kazi yako, mimi na jamaa zangu tuko pamoja nawe. Binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Bi Fatima alipomjia na kusema, mikono yangu imetoka malengelenge kutokana na kazi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, malengelenge hayo ni bora kuliko mali ulizokuwa ukizitaka nikupe. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akumpatia kijakazi kumsaidia binti ya Fatima hadi alikuwa na haki katika mali hiyo? Kwa sababu wakati huo mahitaji ya Waislamu yalikuwa mengi kuliko yake au ndugu yake. Hadharati Abu Janada radhiallahu anhu alikuwa nani? Ni sahaba mmoja aliyesilimu Maka wakati Waislamu wakiwa Madina. Aliteswa sana na makafiri. Alipopata fursa alitoroka na alifika mahali paitwapo Hudaibia. Wakati wa mkataba wa Hudaibia ulikuwa unaandikwa. Kwa sababu gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza kwamba Hadharati Abu Janada radhiallahu anhu arudishwe Maka japo makafiri walikuwa wanamtesa sana? Kwa sababu kulikuwa kuna sharti moja la mkataba wa Hudaibia kwamba mtu yeyote atakayetoroka Maka na kusilimu basi atarudishwa kwao. Mkataba wa Hudaibia nini? Mkataba wa Hudaibia ni makubaliano ya amani na kutokufanya vita iliyotiwa saini na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Quraishi wa Maka mnamo mwaka 623 AD. Islamu ilisambaa baada ya mkataba wa Hudaibia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitolea na kuwasaidia maskini kwa kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akipata chochote alikuwa si tu kuwagawia na hakuwa anakula na kushiba. Masahaba walipoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akipata chochote huwa anagawa, walianza kumletea chakula kama zawadi. Alikuwa anafanya nini na kile chakula? Akiwa na wageni alikuwa anawapatia au wale maskini waliokuwa wakiishi msikitini kwa ajili ya kujifunza dini. Nani alikuwa anaandika mkataba wa Hudaibia? Hadharati Ali radhiallahu anhu. Kwa nini wakati wa mkataba wa Hudaibia watu wa Maka walikuwa taabani? Kwa sababu jeshi lao lilikuwa dogo na wasaidizi wao walikuwa mbali sana. Kamilisha sentensi. Mbele ya Mwenyezi Mungu binadamu wote ni sawa. Mbele ya Mwenyezi Mungu binadamu wote ni sawa. Mbora ni yule aliye mwema, mcha Mungu, mwaminifu na aliye na hulka njema. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa mfalme, alikuja Myahudi mmoja akadai kabla ya muda wa makubaliano hela ya mkopo aliyemwazima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawa mkali sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkasirikia kabisa, bali alimlipa hela yake kwa wema na kuwazuia maswahaba wasimseme kila kitu. Jambo hili limemwasiri vipi? Yule Myahudi ameathirika na hulka njema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasilimu. Tauhidi ni nini? Tauhidi ni umoja wa Mwenyezi Mungu. Toa mfano kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunja ubabe na heshima na ukabila. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya mkuu wa jeshi na
alimfanya mkuu wa jeshi na viongozi katika kuwa mtumwa katika vita, yaani Hazrat Zaid bin Harisa, wakati katika jeshi lake walikuwemo wakubwa kikabila na kiudugu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema nini wakati wa kuhama Maka kwa upendo wa mji wake? Ewe Maka, nilikupenda sana, lakini wakazi wako hawaniruhusu kuishi hapa. Wakati wa ushindi wa Maka, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watu wangapi? 10,000. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozamishwa kuhama Maka, alikuwa na watu wangapi? 2 tu, yeye na Hazrat Abubakar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaupenda mji wa Maka. Alipopata ushindi wa Maka, kwa nini hakuishi huko na kurejea Madina? Kwa sababu watu wa Madina walimpa hifadhi katika shida alipofukuzwa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi gani siku nzima hata akikesha hadi usiku na wanane? Jambo gani hakuwahi kuacha? Alikuwa anafanya sala ya tauhidi na kuacha katika maisha yake. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mmoja ambaye ukoo wake ulikuwa na heshima kubwa aliiba watu wakaja kumkombea msamaha wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sijali mtu yeyote katika utekelezaji wa haki na uadilifu, hata kama angeiba binti yangu Fatima, basi naye angeadhibiwa. Katika uwanja wa vita au sehemu hatari, wafalme na watu wakubwa huwa wanatumia watu wengine badala ya wanafamilia au watu wa karibu yao. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mtoto wa kiume, bali alimlea Hazrat Ali, ambaye baadaye alimwozesha binti yake. Mara nyingi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Ali walikuwa kipaumbele cha Hazrat Hamza, baba yake mdogo, na Hazrat Jafari, wanaye ndugu wa baba yake. Hazrat Hamza na Hazrat Jafar radhiallahu anhu waliuawa katika vita gani? Hazrat Hamza aliuawa katika vita vya Uhud na Hazrat Jafar aliuawa katika vita vya Mu'tah huko Syria. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda mji wa Taifu, wenyeji walimfanyia nini? Wakuu wa Taifa walimfukuzisha kwa kutumia vijana wahuni ambao walikuwa wakimpiga mawe na kumtukana. Waliendelea hadi kilomita 8 toka mjini Maka, hadi mwili wake ulilowa na damu na viatu vyake viliganda na damu, na akiwa anaanguka kwenye bahati mbaya alikuwa anamsimamisha na kumpiga tena. Katika vita vya Hunain, Waislamu walioshiriki walikuwa wangapi? Walikuwa 12,000. Katika vita vya Hunain, Waislamu wapya walishiriki kwa wingi. Walipozidiwa wakakimbia na wanyama wao pia, na ukimbizi huo na wa ghafla ulisababisha masahaba pia watoke uwanjani. Masahaba wangapi walibakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba 12 tu. Katika vita vya Hunain, makafiri walikuwa wangapi? 4,000. Katika vita vya Hunain, Hazrat Abubakar radhiallahu anhu na Hazrat Abbas radhiallahu anhu walishika hatamu ya farasi wakitaka kurudi nyuma, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema iacheni hatamu, na akasonga mbele. Pale alisema nini kwa sauti? Anabiul kadhibu, mimi ni nabii wa Mungu, si muongo. Watu waliomjaribu kwa njama mbalimbali ili wamuue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mungu alimwambia au mambo yao yaliumbuka na walikamatwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe wote waliopanga njama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyaje kurubani ya vizazi vijavyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mali ya sadaka katika vizazi vyake, yaani katika masharifu au sadati. Masharifu ni kina nani? Masharifu ni vizazi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vinaitwa masharifu. Yeye ndo yatuumbile yatuingile uhai fatuishi mdunia yabamile tabamigwa tumuinamile kulangu safa tushukuru Mungu yu mmoja asiye mshirika.
Mijokani ya maombi yito na majibu mitipatia, imani jito ya yakola upendo wino huenea. Daima chatutenda kukusifu, dele no tendenda kukunadi. Mungu yu mmoja asiye mshirika. Iti open miata ole kireto, iolopokin olondau onadonda. Kinyor iye tamayana iyok, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Zifajenu tutizilole, hakika za muaziene. Ngani wai kutio chela, walangati chela. Mtukwiche mnope, ewe Mungu wetu. Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo, bila hata kukufuja zatolea maelezo. Ianza safari twaja kubali vitu vigezo, samehe vitu viroja tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja asiye mshirika.